Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Familia ya Mungu, miongoni mwa zawadi kubwa katika kanisa ambazo Kristo ametuachia ni Ekaristi Takatifu, sakramenti ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaenzi hiyo zawadi kubwa ya Ekaristi Takatifu ndani ya kanisa. Leo tunaiheshimu Ekaristi Takatifu ndani ya kanisa. Leo tunapoadhimisha hii Ekaristi Takatifu, tunaalikwa sisi sote, kila mmoja wetu kwa nafasi yake, aingie ndani ya moyo wake, atazame uhusiano wake uliopo kati yake yeye na Ekaristi Takatifu. Ni Kristo mwenyewe yumo katika maumbo hayo ya mkate na divai. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo chini ya maumbo ya mkate na divai. Corpus Christi, Walatini wanasema hivyo. Sherehe hii, ndugu zangu wapendwa, kimsingi ilibidi tuiadhimishe ile siku ya Alhamisi Kuu jioni, ambapo Kristo mwenyewe kwa mikono yake aliweka Ekaristi Takatifu, akaweka sakramenti ya daraja takatifu ya upadre, akaweka na amri ya mapendo. Lakini kutokana na mazingira yaliyokuwepo, tulikuwa katika maandalio ya sherehe ya Pasaka, hatukuweza kusherehekea kuandamana na Bwana wetu Yesu Kristo, na sababu za kichungaji kulingana na mazingira ya kanisa mahalia, basi kanisa limeona ni vema kuisogeza mbele hii sherehe ya Corpus Christi, kwamba kila muamini aweze kushiriki, kila muamini aweze kuonja upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Familia ya Mungu, hakuna padre, hakuna Ekaristi Takatifu. Na kama hakuna Ekaristi Takatifu, manake hakuna kanisa. Kupitia mikono ya padre ndani ya adhimisho la ibada ya misa, ambapo napata pasipo mastahili yake, yani merited gift, kanisa linazawadiwa zawadi kubwa hii ya Kristo katika maisha yetu. Ni uwepo halisi wa Kristo katika sakramenti hiyo, ni uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo hayo. Na ndiyo maana tunasisitizwa sana, ndugu zangu wapendwa, tunapoenda mbele ya Yesu wa Ekaristi, wedha kusali au kumpokea, tunaalikwa kuwa na imani. Tunaalikwa kumtazama Kristo katika jicho la imani, kuitazama Ekaristi katika jicho la kipekee zaidi. Ekaristi Takatifu, ndugu zangu wapendwa, ni muendelezo wa ile sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo pale Kalvari, pale msalabani, ambapo alikuwepo Maria mama yake, Maria wa Kleopa, yule mwanafunzi ambaye alimpenda sana. Sisi ambao hatukubahatika kuwepo Kalvari, tunaunganika katika adhimisho la ibada ya misa kwa ajili ya kuendeleza sadaka hiyo ya Bwana wetu Yesu Kristo pale Kalvari, ndiyo sadaka ya misa takatifu. Kwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, ni fumbo kubwa sana ndani ya kanisa kwamba Kristo pamoja na kuondoka, pamoja na kupaa, hakutuacha yatima, hakutuacha wanyonge. Atupa zawadi ya Roho Mtakatifu, sherehe ya Pentekoste tumeadhimisha, lakini akaamua kubaki yeye mwenyewe katika maumbo hayo ya mkate na divai. Kwa hivyo, familia ya Mungu, tunaposherehekea hii sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, hauna budi kujiuliza uhusiano wako upoje kati yako na Ekaristi Takatifu, kwa sababu
pasipo Ekaristi Takatifu, ndugu zangu wapendwa, maisha yetu si kitu. Katika ndoa, katika familia, kama hamna mahusiano mazuri na Ekaristi Takatifu, mtavurugana tu. Mimi kama padre nayeadhimisha Ekaristi Takatifu, namshukuru Mungu kwa neema hii kila siku ya Mungu, kama sina mahusiano mazuri na Ekaristi Takatifu, si kitu. Tunaalikwa ndugu zangu wapendwa, kutazama mahusiano yetu na Ekaristi Takatifu, kwa sababu Ekaristi Takatifu ndiyo kiini cha imani yetu. Ekaristi Takatifu ndiyo mtima wa moyo ndani ya kanisa na kila mmoja wetu. Walatini wanasema lex orandi lex credendi, jinsi unavyosali ndio jinsi unavyoamini. Kama imani yako unasali ndio hivyo unaamini hivyo hivyo. Kama unayadhimisha Ekaristi Takatifu ovyo ovyo, ndio hivyo imani yako katika Ekaristi Takatifu ni hivyo hivyo. Na hivi familia ya Mungu, tunapofanya sherehe hii, kila mmoja wetu aingie katika moyo wake, atazame uhusiano wake, upendo wake, ukaribu wake na hii zawadi kubwa ya Ekaristi Takatifu. Leo Kanisa Katoliki ulimwenguni kote tunaandamana na Kristo katika mitaa yetu, katika jamii zetu, kwamba tunamshuhudia kwamba huyu ni Kristo, na anapopita katika mitaa yetu aponye mitaa yetu, atuponye sisi nafsi zetu, atuletee amani katika kanisa, atuletee amani katika taifa letu. Hilo ndio lengo, ndugu zangu wapendwa. Mtakuwa mnakumbuka simulizi la yule mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Yesu alipokuwa akipita alisema kwamba mimi nikishika pindo la vazi lake nitapona. Kwa hivyo Yesu anapopita, ndugu zangu wapendwa, leo katika maisha yetu tuwe na imani kwamba katika shida zetu, katika changamoto zetu, katika magumu yetu, kazi, ndoa, familia, tutapona. Hilo ndio lengo la kufanya maandamano ya Ekaristi Takatifu. Lakini pia juma lililopita tulisikia injili ya Bartimayo kipofu. Yesu alipokuwa akipita anauliza ni nani anapita, wanamwambia Yesu wa Nazareti. Hakutaka kuichezea hiyo fursa hata kidogo, akamuita Yesu. Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Be specific, be clear. Yesu anapopita leo katika maisha yako, katika mtaa wako, katika nyumba yako, katika familia yako, anakuuliza kama Bartimayo, unataka kufanyie nini? Familia ya Mungu ni zawadi kubwa sana ndani ya kanisa. Hatuna budi kuiheshimu, hatuna budi kuienzi, hatuna budi kuipenda, tukifahamu kwamba Ekaristi Takatifu ni chakula cha roho zetu. Tunashibishwa kiroho, na pengine unaweza ukashibishwa hata kimwili, lakini Ekaristi Takatifu ni chakula cha kiroho. Tumesikia katika somo la kwanza, wana wa Israeli wanatoka utumwani Misri katika nchi ya ahadi, wanafika jangwani, Mungu anawapitisha makusudi ili waonje upendo wake, waonje ukuu wake. Wanahisi njaa, hawana chakula. Mungu anawashushia mana ambayo wao wenyewe hawaijui, wala babu zao, wazee wao hawaijui, wanashibishwa. Kama ilivyo kawaida mwili wa wanadamu, ndugu zangu wapendwa, usipokula chakula lazima tu mwili utadhoofu, lazima tu utahisi njaa, utashindwa kufanya kazi. Vivyo hivyo Ekaristi Takatifu, chakula cha roho zetu, usipoipokea, usipompokea Yesu wa Ekaristi, roho yako itadhoofika tu, upendo upungua, mashaka huongezeka, kwa sababu uko mbali na Ekaristi Takatifu. Na ili niseme wazi, mtanisamehe ndugu zangu wapendwa, tunaamua kuishi pamoja pasipo sakramenti ya ndoa, tunaikataa Ekaristi Takatifu. Tutaona kama kawaida, tutaona kama mchezo, lakini ndugu zangu wapendwa, inasikitisha.
kwamba mimi kuishi uchumba sugu na kupokea Ekaristi Takatifu, Yesu mwenyewe ambaye anakuja katika maisha yako anakuponya uzima wako, mkombozi wako, mimi simtaki, mimi nataka uchumba sugu. Tutafakari uhusiano wetu na Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni chakula cha roho zetu. Tunashibishwa, tunaongozwa, tunauishwa. Katika kupokea Ekaristi Takatifu ndiyo tunapata nguvu za kusonga mbele. Wana wa Israeli walipokula ile mana wakapata nguvu ya kuelekea nchi ya ahadi. Na kuelekea nchi ya ahadi, ndugu zangu wapendwa, haikuwa siku 10, sio ilikuwa siku 40, ilikuwa ni miaka 40. Na sisi ndugu zangu wapendwa, safari yetu ya maisha hapa duniani hatujui Mwenyezi Mungu atachukua lini. Katika safari yetu ya ufuasi hakuna kitu chochote ambacho kitatutia nguvu zaidi ya Ekaristi Takatifu. Hakuna. Ekaristi Takatifu ndiyo inayotutia nguvu sisi kuendelea mbele katika maisha yetu. Amani katika moyo wako, furaha katika maisha yako hauwezi kupata nje, sehemu yote nje ya Ekaristi Takatifu. Huo ndio kweli usiopingika. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake ule Laudato Si anazungumzia ili kwa kina zaidi kwamba sisi maisha yetu bila Ekaristi Takatifu yamekufa. Na katika kutafakari Ekaristi Takatifu, ndugu zangu wapendwa, tunaihusianisha na misa takatifu, kwa sababu Ekaristi Takatifu ni zao la misa takatifu. Hauwezi kupata Ekaristi Takatifu nje ya misa, haipo. Na hivi hata tunapopokea Ekaristi Takatifu, sisi ambao tumejaliwa neema hiyo na kustahilishwa kupokea Ekaristi Takatifu, hatuna budi kutazama kwa kina zaidi upendo wetu na adhimisho la ibada ya misa. Manake kama uadhimishi misa vyema, sio mimi padri, sio ninyi waamini walei, manake Ekaristi Takatifu iko mbali na maisha yako, kwamba mimi sasa siendi kanisani, ninapumzika Jumapili kwa sababu wiki nzima nimefanya kazi. Utake Ekaristi Takatifu ambayo ndani yake ndio adhimisho la ibada ya misa. Mtakatifu Padre Pio wa Petrelcina anasema kwamba kama tungeelewa misa vizuri tungekufa kwa furaha. Mko tayari kufa kwa furaha nyie? Kama tungeelewa misa vizuri tungekufa kwa furaha, kwa sababu kama tukielewa Ekaristi Takatifu, tukielewa misa, tutaelewa nini maana Ekaristi Takatifu. Ndanimo ya misa takatifu tunapata Ekaristi Takatifu. Na hivi tunapokuja katika adhimisho la ibada ya misa lolote, kwa sababu kila siku ndani ya kanisa tunaadhimisha hii Ekaristi Takatifu, hatuna budi kumwendea Mwenyezi Mungu kwa uchaji. Hatuna budi kumwendea Mwenyezi Mungu kwa hali ya upendo wa hali ya juu. Tunasali misa kila siku, lakini tunajiuliza swali moja, na tunapokea Ekaristi Takatifu. Ukianza kupiga hesabu Ekaristi Takatifu ulizopokea inaweza zikafika hata mapipa na mapipa. Lakini kwa nini ukitoka pale tu nje ya mlango maisha yako hatengemai? Maisha yako vile vile, au kutoka tu nje ya Adoration Chapel? Ni kwa sababu ya uchaji ndani ya adhimisho la ibada ya misa, imani yako kwa misa takatifu. Familia ya Mungu, tunapofanya sherehe hii nawaalika kuipenda misa takatifu. Tunapokuja katika adhimisho la ibada ya misa takatifu, kila mmoja wetu kwa nafsi yake anaongea na Muumba wake, anaongea na Mwenyezi Mungu. Unakuja ndani ya adhimisho la ibada ya misa, una kitu kinakusumbua moyoni, una jambo linakutatiza. Mimi padri sijui, yule ajui, lakini unafahamu wewe na Mungu wako. Pasipo kuingia kwa kina katika kusali kwa uchaji ndani ya adhimisho la ibada ya misa, haujaelewa nini maana ya misa. Tuwai adhimisho la ibada ya misa, ndugu zangu wapendwa. Tuwai katika sadaka hii kubwa ya Kalvari. Ni muendelezo wa kile kilichotokea kule Kalvari. Sisi hatukubahatika ndugu zangu wapendwa kuwa kule Kalvari. Tumepata bahati hiyo, Yesu katuachia sakramenti ya mwili na damu yake, Ekaristi Takatifu. Kwa hivyo tuiadhimishe kwa upendo, tuiadhimishe kwa uchaji. Mapadre, waamini walei, sote kwa pamoja tumwombe Mungu
katika sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, tuwe mashahidi wa kweli wa Ekaristi Takatifu. Mashahidi wa kwanza Ekaristi Takatifu walikuwa ni mashahidi wa Abitene, ambapo Mfalme Diocletian aliamuru kwamba vitabu vyote vya dini vichomwe, hakuna kusali, na hivi mtu yoyote alionekana akisali aliamuru kuuliwa. Kikundi kimoja hicho cha mashahidi wa Abitene walikutana kwenye nyumba ya Mkristo mmoja pamoja na padre ili kuadhimisha misa. Mfalme aliposikia kwamba wamekutana kwa ajili ya kusali misa, alishikwa na hasira, na hivyo akatuma askari wake, wakaenda kuwahoji, wakauliza, kwa nini mnakiuka amri ya mfalme? Mwenye nyumba ile walikuwa nasali alikuwa tu Emeritus, alitoka mbele akajibu kwa ujasiri mkubwa, kutumia maneno ya Kilatini, sine dominico non possumus vivere, kwamba bila Dominika sisi hatuwezi kuishi, kwamba bila Ekaristi Takatifu sisi hatuwezi kuishi, si kitu. Kwa jibu hilo kwa kweli waliuawa. Hao ndio walikuwa mashahidi wa kwanza wa Ekaristi Takatifu. Tunaalikwa sisi sote, ndugu zangu wapendwa, tunaposherehekea sherehe hii kubwa sana ya Ekaristi Takatifu, kuwa mashahidi wa Ekaristi Takatifu. Tunapata nafasi ya kumpokea Yesu wa Ekaristi katika maisha yetu kila siku, na kwa namna pekee wale ambao wanabahatika kusali kila siku asubuhi, kwamba mimi kabla sijaenda kazini namkaribisha Yesu katika moyo wangu. Hilo ndio lengo la kusali misa kila siku asubuhi, kwamba kabla sijaingia kazini, sijaingia ofisini kwangu, nimpokee Kristo, aniongoze, anitie nguvu katika siku yangu, aniimarishe, aniepushe na hila za mwovu Shetani, aniepushe na kila ovu. Hilo ndio lengo la kupokea Ekaristi Takatifu. Sio obligatory kusali misa katikati ya wiki, lakini Dominika ni lazima. Yule ambaye anaamua kusali misa katikati ya wiki, ndio maana watu wanakuwa hawapo katikati ya wiki, wanaimba masista tu, waamini walei wachache. It's not obligatory, kwamba mimi naenda kusali misa ili Kristo naimpokea aingie katika maisha yangu, aiongoze siku yangu na aniimarishe. Familia ya Mungu, tuendelee kutafakari uhusiano wetu sisi na Ekaristi Takatifu. Tuendelee kutazama kwa jicho la kipekee hii zawadi kubwa ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametuachia. Tuipokee Ekaristi Takatifu kwa uchaji, tujiandae vyema kwamba unaenda kumpokea. Unajua, unaenda kumpokea ni Yesu wa Ekaristi. Alisema marehemu Monsinyori Deogratias Mbiku, unamfahamu, kama hauna imani kwamba unaenda kumpokea Yesu wa Ekaristi, unafanya mzaha, mchezo, ni heri usiende kumpokea, uketi tu kwenye benchi lako. Unapoenda kupokea umenyanyuka, unajua unaenda kumpokea Yesu wa Ekaristi, una imani kwamba sasa anaingia katika maisha yangu, anaingia katika moyo wangu, anaenda kuiuisha nafsi yangu. Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika kuadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu sana Bwana wetu Yesu Kristo. Tuendelee kuipenda, tuendelee kuishuhudia katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.